Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ni neema kubwa sana na kibali ambacho Mungu amenipatia na amekupa wewe pamoja na mimi kukutana madhabahuni muda huu ambapo tupo katika maombi na mfungo wetu wa kuendelea kuomba kwa ajili ya mkombozi wa familia, na bado tunaendelea kuomba na tunaendelea kupokea maelekezo kutoka kwa Roho Mtakatifu na katika neno la Bwana. Wewe ambaye unaendelea kuunganika, hongera sana mpaka hapo. Mungu ni Ebeneza, na leo hii tunaenda kushughulikia jambo lingine ambalo inahitaji umakini wako na utayari wa moyo wako na kumruhusu Roho Mtakatifu kuomba ndani yako. Tunaangalia kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 mstari ule wa 28. Nafikiri mpaka sasa utakuwa unaelewa tunachoenda kukizungumzia, kwa sababu ni andiko la msingi sana kwenye mfungo wetu wa familia na mkombozi wa familia, kwa sababu tumeelekezwa kwamba tunatakiwa kusoma sura nzima hii ya 6 ya kitabu cha Waamuzi. Sikiliza mstari wa 28 namna ambavyo unavyosema. Lakini pia nikukaribishe wewe ambaye ni mgeni na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutusikia. Mungu akubariki sana. Hii ni huduma ya maarifa na maombi, nami naitwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Joseph Lwamwe, na tuko katika ratiba ya kuomba Bwana kwa ajili ya mkombozi wa familia, a breadwinner. Waamuzi 6:28 inasema, nami ninasoma kwa msaada wa Bwana. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Sikiliza 29 kwa makini sana. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Ni swali ambalo wanajiuliza kwamba ni nani aliyetenda jambo hili. Kumbuka ni Gideoni alikuwa akiinua madhabahu ya Mungu katika familia yake. Anasema, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema, Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Hebu jambo la kwanza naomba uangalie hapo. Hawa maadui wanakusanyika na wanaulizana maswali. Hivi ni nani kwenye hii familia ambaye amesimama? Ni nani ambaye anaitia nuru iingie pale ambapo sisi giza tumeliachilia? Maadui wanakusanyana na wanaulizana, hivi ni nani ambaye aliyefahamu siri na mambo tuliyoyapanda kwenye familia hii miaka ya nyuma, hata kabla hawa watu hawajazaliwa? Haya mambo tulikuwa tumeyaweka. Hivi ni nani amepata ufunuo wa namna hii? Wako wanaulizana tokea tulipoanza mfungo kwa ajili ya familia, na tuko sehemu ya pili kuhusu mkombozi wa familia. Your enemies are confused. Wako wanaulizana ni nani aliyetenda jambo hili, kwa sababu yapo mambo yako yanaendelea kukatika, yako mambo yako yanaendelea kuwa disconnected, yako mambo yako yanaendelea kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ni kwamba wakatafuta habari na kuuliza. Kwa hiyo wako wanafanya utafiti kwamba ni nani anayechochea uokovu kuingia kwenye familia, lakini pia kumwombea mkombozi wa familia. Ulimwengu wa roho wa giza unafanya utafiti. Wanapoona mambo yao walioyaweka yameanza kuharibika, huwa wanaanza kufanya utafiti wajue chanzo cha nguvu zao kuharibika na vitu vyao kuharibika, ni chanzo ni kipi. Ndio maana tumepata nafasi na Roho Bwana ameendelea kutuonyesha kwa habari ya uvivu wa kiroho.
uvivu wa kiroho, na somo hilo lipo kwenye channel yetu ya YouTube, uvivu wa kiroho, ili kwa sababu ujue kwamba katika ulimwengu wa roho, adui anapoona mambo, maagano, madhabahu aliyojenga inabomolewa, ni lazima tafute chanzo. Kwa nini madhabahu ilibomolewa, na ni nani aliyebomoa, na kwa nini alibomoa, na alifahamu nini mpaka akabomoa, na asili ya nguvu yake ni ipi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba wakasema Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Wao wakijaribu kukuangalia kwa hali ya mwili, wataona umri wako mdogo, wataona wewe tu ni mwanamke tu, wataona tu wewe ni kijana tu, wataona tu wewe ni mtu tu. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna Yesu ndani yako, kuna roho wa Mungu ndani yako, kuna nguvu isiyo ya kawaida ndani yako. Katika ulimwengu wa roho atakaye kupresent ni Yesu. Ndio maana unatakiwa kukataa uvivu wa kiroho na kuwekeza sana kwenye maombi, kwenye mifungo, kwenye usomaji wa neno, kwenye sadaka na kwenye utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana ukaelewa hapo. Ni muhimu sana ukaelewa hapo. Gideoni baada ya kukata Ashera, baada ya kuvunja ile madhabahu ya Baali, na yule ngombe wa pili alipotolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Ndio maana nimekuwa nikisisitiza sana madhabahuni, hakikisha kwamba umeambatanisha mfungo huu na sadaka yako. Hakikisha sana mfungo huu umeuambatanisha na sadaka yako. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwa kila tulichokiomba na kwa kila tulichokitamka. Ipo sadaka kubwa sana ambayo Yesu ndiye aliyeitoa kupitia damu yake, lakini katika maombi tuliyoyaomba, nasi tunaambatanisha sadaka yetu kupitia ile sadaka kuu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Gideoni kukata Ashera na kumtoa yule ngombe wa pili sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa, ndipo watu asubuhi na mapema wakajitokeza. Kumbuka, kwenye ulimwengu wa roho kuna jambo limefanyika. Kumekuwa na dharura kwenye ulimwengu wa giza, kwenye kambi lao kumekuwa na vitu ambavyo haviendelei. Wakaona matokeo ambayo sio ya kawaida, wakajiswali. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kikubwa sana na uweze kukizingatia, kisha tuingie kwenye maombi yasiyo ya kawaida, maombi kwa ajili ya mkombozi wa familia dhidi ya mpango wa mwisho wa adui. Silaha ya mwisho kabisa ya adui kwako anaposhindwa kukupata kwenye maeneo mengine, huwa anatumia roho ya mauti, the spirit of death. Anapokuwa ameshindwa maeneo yote, amekutega kwenye kazi, amejaribu kwenye uchumi, amejaribu kwenye ndoa, amejaribu kwenye familia, amejaribu kwenye taaluma, amejaribu kwenye biashara, amejaribu kwenye uchumi, amejaribu kwenye maombi yako, kwenye usomaji wako wa neno, amejaribu kutoka na kuingia kwako. Lakini ipo maombi yaanza siku na Bwana ambao huwezi ukatoka nyumbani bila kushiriki, bila kuomba. Ameshindwa. Kwa hiyo njia ya mwisho, mbinu yake ya mwisho, silaha yake ya mwisho ambayo adui ataitumia kwako kila anaposhindwa kwenye maeneo hayo, huwa anatumia roho ya mauti, the spirit of death. Roho ya mauti ni roho ya giza ambayo imepewa nguvu katika ulimwengu wa roho, imepewa nguvu, imeamrishwa kuondoa uhai katika kitu chenye uhai, na ni roho inayopingana na uhai ndani ya mtu ama chochote kenye uhai, na inakuwa sana kinyume na uhai. Ni lazima uelewe hili, inakuwa kinyume sana na uhai. Ni roho ambayo inaelekezwa, inachochewa kwenye madhabahu, ya giza, inachochewa hiyo roho, na inakuwa active, inawekwa active kwa sadaka ya matambiko, sadaka ya kipepo, na inaamrishwa na watu wa giza wenye kuitumikia hiyo madhabahu. Kisha kuchochea nguvu ya madhabahuni, ile roho ikainuka na wakatoa sadaka ya kipepo na wakaiamuru hiyo roho ya mauti, wakaituma eneo fulani. Kazi yake ni kusimama
kinyume na uhai. Ukweli ni kwamba maisha ya watu wengi sana tumeyapoteza, na watu wengi sana waliokuwa karibu nasi, watu wengi sana tuliowafahamu, watu wengi sana tuliowapenda, watu wengi sana ambao tulijivunia, watu wengi sana tuliwapoteza kwa sababu ya tangazo la mauti lililotangazwa na adui kwenye maisha yao, na wao kwa bahati mbaya sana wakashindwa kushughulikia hiyo vita, na hiyo vita ilipoinuka wakashindwa kuishughulikia hiyo vita, na walitangaziwa na adui kwa kutumiwa hiyo roho. Wao labda walijua, labda walielewa, labda waliona dalili, lakini walishindwa kushughulikia hiyo vita. Na yupo mwingine aliona hiyo vita lakini hakujua namna ya kuishughulikia, na yupo mwingine alishughulikia lakini hakushughulikia kwa kikanuni kwenye ulimwengu wa roho, hiyo vita ambayo iliyotangazwa na adui Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine kabla ya wewe kuona kesho yako na ahadi za Mungu zinazopaswa kutimia kwenye maisha yako, katika kesho yako, adui huwa anaona mapema sana. Huwa anaona adui huwa anaona ambacho tayari kimeelekezwa upande wako kutoka mbinguni. Adui huwa anaona mapema sana, na ndio maana huwa anainua vita hata kabla ya wewe haujajitambua kuwa umekusudiwa mema. Wewe haujatambua kwamba Mungu amekukusudia mema, ameachilia baraka, fursa, ameachilia neema, ameachilia kibali, ameachilia fedha, ameachilia promotion, ameachilia uzao, ameachilia vitu vingi. Kabla ya wewe kujua, adui tayari huwa ametambua mema hayo. Kwa hiyo kabla hujalalamika na kabla hujakuwa na complain nyingi sana eti kwa nini vita upande wako, kabla hujajiuliza na kuanza kulalamika, kwa nini mimi vita, kwa nini mimi vita, unatakiwa kutambua kwanza. Unatakiwa kutambua, to come to your senses, to be aware kama huwa kuna kitu cha maana ndani yako. Ni lazima ujue kwamba kama kuna kitu cha maana, kitu muhimu ambacho adui hawezi akakiua, kiko ndani yako, na ndio maana adui anataka kukiua hicho kitu. Ni lazima ujiambie, ni lazima sio tu kujiambia, ni lazima ukione hicho kitu ambacho Bwana ameweka ndani yako, ambacho adui hawezi kukiua hicho kitu. Kabla hujaanza kulalamika, kwa nini mimi vita, kwa nini mambo yamekwama, kwa nini mimi haya, kwa nini mimi yale, ni lazima ujiulize kwanza kilicho ndani yako, kilicho ndani yako. Ukitaka kwamba usikutane na ahadi za Mungu kwenye kesho yako, kubali kuwa mtu wa kawaida kwenye maombi. Ukitaka kabisa usikutane na ahadi za Mungu kwenye kesho yako, kubali kuwa mtu wa kawaida. Ukubali kuwa mtu wa kawaida kwenye maombi. Kubali kuwa mtu wa kawaida kwenye mifungo, na hautaona ahadi za Mungu kwenye maisha yako kesho. Ukikubali kuwa mtu wa kawaida kwenye sadaka, hutaona ahadi za Mungu kwenye kesho yako zikitimia na zikizirika kama vijito vya maji. Ukikubali kuwa mtu wa kawaida kwenye kusoma neno la Mungu na kuishi maisha matakatifu, ukikubali kuwa mtu wa kawaida kwenye maeneo hayo, mtu wa Mungu, ni vigumu sana. Najua hili jambo ni nzito kwako, ni nzito kukuambia, lakini imenipasa nilizungumze kwako ili uwe salama, ili uone matokeo wa kile unachokifanya, wa kile unachokiomba kwa Mungu, wa kile unachokifanyia kazi, wa kile kinachokufanya wewe huli umekaa unaliitia jina la Bwana. Unaliitia jina la Bwana. Sasa hivi vitu kivichukulia vya kawaida kwenye maisha yako, hapo ndipo kwenye anguko la maisha yako, hapo ndipo kwenye anguko lako.
na tunaweza tukakuzika kiroho kabisa, na hata kimwili tunaweza tukakuzika, ukichukulia hivi vitu poa, ukichukulia hivi vitu kawaida kabisa kabisa. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba wakati wewe unaishi maisha ya utani mwingi, yani you are not serious, you are just joking, unaishi maisha ya jokes, maisha ya utani mwingi, nataka nikukumbushe kwamba adui yako shetani hana utani na wewe. Kisha sasa unajikuta wewe una utani naye. Shetani hana utani na wewe, na wala sio rafiki yako. Hana muda wa kutania na wewe, hana muda wa kutania na wewe. Nataka nikukumbushe ya kwamba plani na jambo la mwisho ambalo adui, silaha yake ya mwisho kabisa, kabla kisha kuona ameshindwa kukupata kwenye maeneo mengine, atatumia roho ya mauti. Atatumia roho ya mauti. Kwa hiyo ni lazima uombe wewe kama mkombozi kwenye familia, lakini pia kumwombea. Inawezekana sio wewe mkombozi wa familia, yuko mkombozi wa familia. Ni lazima kuomba malangoni pa Bwana, mkombozi wa familia awe salama, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, weka mkono wako kwenye kifua. Katika jina la Yesu, inua mwingine mkono. Katika jina la Yesu, Mungu liye hai, Mungu mwenye mamlaka, iko nguvu yako, iko nguvu yako ambayo inazunguka, iko nguvu yako Bwana ambayo inatembea, iko neema yako ya kuwasaidia ukombozi wa familia, zipo rehema zako, yapo mamlaka yako Bwana, yanadhihirika, yanazunguka kwa ajili ya huyu mkombozi wa familia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, nimesogea mbele yako, nami ninakuja Bwana nikiomba kwa ajili ya huyu mkombozi wa familia ambaye Bwana tangazo limetamkwa, tangazo limetangazwa kwenye madhabahu ya giza, kwenye ulimwengu wa kipepo, kwenye ulimwengu na hekalu la shetani, kwenye madhabahu ya kuzimu. Limetoa tangazo na kutuma roho ya mauti na kutangaza kwamba mtu huyu afe, na kwamba mtu ashikwe na ajali, mtu huyu Bwana napoteze maisha yake kwa namna iwayo yote ile. Tangazo hiyo ninaivuta kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na katika uweza wa jina la Yesu ninavuta kila tangazo ya mauti iliyotangazwa juu ya mtu mmoja, iliyotangazwa juu ya mkombozi wa familia, iliyotangazwa juu ya mtu huyu, iliyotangazwa juu yako. Ni katika uweza wa jina la Yesu ninavuta kila tangazo ya kipepo, ninavuta kila tangazo ya kichawi, ninavuta kwa damu ya Yesu Kristo, na katika jina lake lenye nguvu natamka kwa jina la Yesu, hakuna kufa mtu. Kila tangazo la mauti, kila roho ya mauti iliyovalishwa mamlaka, kila roho ya mauti iliyovalishwa maelekezo, ikatumwa kwamba, ikaelekezwa kwamba iende na kumvaa mtu, iende na kumshika mtu, na kumshika mkombozi wa familia, na kumshika mtu huyo, na kumshika jamaa huyo, na kumshika mtoto wako huyo, na kumshika mtu huyo popote pale, na kumshika mtu moja kwenye familia yake kwa jina la Yesu. Hiyo roho naachilia moto wa Roho Mtakatifu, naachilia moto wa Roho Mtakatifu na kuteketeza hiyo roho ya mauti iliyoelekezwa, iliyotolewa na sadaka ya kipepo, ikaelekezwa kichawi, ikaelekezwa kipepo, ikaelekezwa ya kwamba ingie kwenye nyumba ya mtoto wako, ingie kwenye nyumba ya mtu, ingie kwenye familia ya watu. Katika jina la Yesu nazuia kwa jina la Yesu, nakuta ziinuke kwenye maisha ya mtu huyo. Kila roho zilizoelekezwa, kila roho zilizotamkiwa kwa jina la Yesu hazitafanyikiwa. Hayo mauti yaachie, hayo mauti yaachie, hayo mauti yaachie. Kila hati iliyoandikwa mauti, kila hati iliyobeba majina ya watu, ikaamrishwa ya kwamba hawa ndio watakao kufa, hawa ndio watakao tolewa, hawa ndio watakao fariki. Kwa jina la Yesu natangaza uzima, kwa jina la Yesu natangaza ufufuko, kwa jina la Yesu natangaza uhai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo katika wafu. Natangaza uhai juu ya mkombozi wa familia, natangaza uhai juu
ya kila familia. Natangaza uhai juu ya kila mtoto wako Bwana, kila mahali alipo. Natangaza uzima utawale, natangaza uhai umiliki, kila pepo baya liweze kuachia, liweze kuachia, liweze kuachia katika jina la Yesu. Linakuachia katika jina la Yesu, linakuachia katika jina la Yesu, linakuachia katika jina la Yesu, linaachia, linaachia hiyo familia, linaachia hiyo familia. Wapo wengine waliendewa mpaka kwa waganga. Kwa jina la Yesu, roho na hayo magano yanaachia, yanaachia, yanavurugika, yanavurugika, yanavurugika katika jina la Yesu aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Tunavuruga hizo mikataba, tunavuruga hayo matangazo, tunavuruga hiyo hali ya kuamrishwa kwenye ulimwengu wa giza. Kwa jina la Yesu ninaamuru, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali ambapo mauti imetawala kwenye nyumba hii na kwenye familia ya watu wako, natangaza uhai, natangaza uzima, natangaza uzima, maana imeandikwa, sitakufa bali nitaishi. Natangaza kuishi, natangaza kuishi, natangaza roho ya kifo, natangaza roho ya mauti iweze kuachia, iweze kuachia, iweze kuachia, iweze kuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichokuwa kinazuia maombi yasipende, yanapenya kwa moto, yanapenya kwa moto, yanapenya kwa moto, yanapenya kwa moto, yanapenya, yanapenya Afrika nzima, yanapenya kwenye kila nchi ya Afrika, yanapenya kwenye kila nchi ya Afrika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Yanapenya, yanapenya hapo Amerika, yanapenya hapo USA, yanapenya kwenye kila state, yanapenya kwa jina la Yesu, yanapenya Europa, kwenye nchi zote, yanapenya Asia kwa jina la Yesu, yanapenya Australia na Canada kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Yanamfikia aliye Kongo, yanamfikia aliye Tanzania, yanamfikia aliye South Africa, yanamfikia aliye Zambia, yanamfikia aliye Burundi, aliye Kenya, aliye mahali popote, aliye Burundi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, aliye Belgiji, anamfikia kwa jina la Yesu aliye hai. Hayo mauti yanaachia, hayo mauti yanaachia katika jina la Yesu. Yanamfikia huyu mwanangu aliye Canada kwa jina la Yesu, anafikiwa na neema ya Bwana, nafikiwa na roho ya uzima, nafikiwa na roho ya uzima, nafikiwa na roho ya uzima. Kwa huyu aliye kwenye state yoyote katika USA, anafikiwa, 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 anafikiwa na mfalme wa uzima, anafikiwa na uzima, anafikiwa na uhai kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba mwivi aje ila aibe, ili angamize na kuua, bali Yesu Kristo amekuja uwe na uzima, uwe na uzima, uwe na uzima na uwe na tele. Ninaamuru uzima uingie kwenye roho hii, ninaamuru uzima uingie kwenye nafsi, ninaamuru uzima uingie kwenye mwili huu kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaamuru uzima wa Kristo Yesu uingie kwenye mwili wa mtu huyu kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu ya giza, madhabahu ya kipepo inayonyonya damu, inayonyonya uhai, inayonyonya nafsi za watu kwenye familia hii, nazibomoa kwa upanga wa jina la Yesu, kwa upanga wa malaika mkuu wa jina la Yesu. Bwana nakulaani ewe roho ya giza, ewe roho ya uasi, ewe roho ya uvamizi, ewe roho ya upinzani, ewe roho ya mauti. Bwana nakulaani kwenye familia hii, kwenye familia hiyo, kwenye familia hiyo, kwenye familia hiyo, kwenye familia hiyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umeitesa familia kwa miaka, katika jina la Yesu. Ni muda, ni muda, ni muda na ni saa, na ni saa iliyoamriwa na Bwana ya kuwasaidia wakombozi wa familia. Ni saa iliyoamriwa na Bwana ya kumsaidia mkombozi wa familia. Ni saa iliyoamriwa na Bwana ya kusaidia familia za watu wake. Ni saa iliyoamriwa na Bwana ya kila maagano yote kuvunjika kwa damu ya Yesu Kristo, ya kila maagano yote ya kipepo kuvunjika kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ni saa iliyoamriwa na Bwana ya yeye kurejesha familia za watu. Ni saa iliyoamriwa na Bwana kurejesha mataifa, kurejesha jamii, kurejesha taifa, kurejesha kila lugha, kurejesha watu aliyowanunua kwa damu yake, aliyowanunua kwa damu yake kabla hajawekwa misingi ya ulimwengu. Thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana.
kwa jina la Yesu. Kila aliyeenda kwa mganga, iwe ni kwa kujua, iwe ni kwa kutokujua, iwe anakumbuka, iwe akumbuke, ikasababisha hasara kwenye maisha yake, hata sasa hiyo roho inaendelea kumtafuna kwa jina la Yesu. Na kwa sadaka kubwa Yesu aliyoifanya kwa kuimwanga damu yake, hiyo damu ninainua kwa ajili ya mtu huyo, kwa ajili ya mtu huyo. Haijalishi ni sadaka gani aliyoitoa kwenye madhabahu ya giza iliyosababisha hasara hadi sasa kwenye maisha yake. Nainua sadaka iliyo kuu ambayo Yesu alitoa kwa ajili yake, kwa kuimwanga damu yake kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu na inene mema kwa ajili ya mtu huyo. Ninamtenga na hiyo maagano yote, na hiyo madhabahu ya hila, na hiyo madhabahu ya giza, na hiyo madhabahu ya kipepo, na kila upinzani na kila ufuatiliaji, katika uwezo wa damu ya Yesu Kristo, na katika jina la Yesu aliye hai, na katika jina la Yesu aliye hai, na katika jina la Yesu aliye hai. Maana imeandikwa, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa jina la Yesu ninamuhamisha mtu huyo, kwa jina la Yesu ninamuhamisha kutoka kwenye uhalali wa nguvu za giza kwenye maisha yake, kutoka kwenye bonde la ushirikina, kutoka kwenye bonde la hila, kutoka kwenye bonde la kipepo, kutoka kwenye bonde la hila za uharibifu, kutoka kwenye bonde ya roho za giza, roho za kipepo zinazotafuna watu kwenye hiyo familia yake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu aliye hai, na kwa damu ya Yesu aliye hai. Kila kwenye familia yetu, mtu yeyote kwenye familia yetu aliyeenda kwa mganga akatoa sadaka, moyo wake ukaunganika huko, ukasababisha hasara kwenye familia zetu, kwa jina la Yesu tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta hali hiyo, tunafuta hiyo miroho yote kwa jina la Yesu aliye hai. Koya raya na mania rako tapaya dada katika dapaya daba, kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Kila aliyechukuliwa nguo yake ikafanyiziwa vitu vya kipepo, kwa jina la Yesu we scatter, kwa jina la Yesu I scatter kolipa tayada, kwa jina la Yesu I scatter. Kila aliyechukuliwa kiungo chochote cha mwili wake, jambo lolote likafanyika kwenye ulimwengu wa giza, I scatter maagano hayo kwa jina la Yesu. Hiyo nafsi inaponywa, hiyo nafsi inaponywa, hayo maisha yanarekebishwa. Oh God, you are repairing right now, you are repairing right now. Unatengeneza na kurejesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yuko mtu kwenye familia ambaye Bwana alilipiza kisasi kwa kuenda kwa waganga, kwa kuenda kwa wachawi, kwa kuenda kwa watu wa kienyeji, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwenye hiyo familia, kwenye hii familia, kwenye hiyo familia, kwenye hii familia, kwa jina la Yesu, kila roho za hasara, kila roho za upinzani zinazosababisha baraka ya Bwana isipenye kwenye hiyo familia, inayosababisha baraka za Bwana isipenye kwenye hii familia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, I handle my family over to you. Bwana, familia hiyo, Bwana, familia hii, Yesu, familia hii naileta kwako leo, naileta kwako leo, naileta kwa Bwana leo, naileta kwa Bwana leo, naitoa kwenye mikono ya shetani, naitoa kwenye mikono ya shetani, naipeleka kwa Bwana, naipeleka kwa Bwana. Litaliabaha ya kadada, kwa jina la Yesu naileta kwa Bwana ya da, naileta kwa Bwana leo, naitoa huko, naitoa huko, naitoa huko, naitoa huko, naitoa huko, naileta kwa Bwana. Namleta huyu mtu kwa Bwana, namtoa huko, namleta kwa Bwana, namtoa kwenye mikono ya shetani, namtoa kwenye mikono ya nguvu za giza, namtoa kwenye mikono ya mizimu, namtoa kwenye mikono ya roho za giza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Namleta kwa Bwana, namleta kwa Bwana, namleta kwa Bwana, namleta kwa Yesu aliye hai, namleta kwa Yesu aliye hai, leta kwa Yesu aliye hai. Radadada mei katapa ya dia, Mungu aliye hai, 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 Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu, iko nguvu ya Bwana katika jina la Yesu,
Katika jina la Yesu, iko nguvu ya Bwana inakuja juu yako. Katika jina la Yesu, wekwa huru, wekwa huru. Familia yako iwekwe huru. Unganisha familia yako, unganisha familia yako, unganisha familia yako. Familia yako inaunganishwa kwa jina la Yesu. Popote ulipo, familia yako inaunganishwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Upo ufungulivu wa jumla, upo ufungulivu wa jumla, upo uponyaji wa jumla katika jina la Yesu. Magonjwa yaliyoelekezwa, yaliyotamkiwa kwa ajili ya wanafamilia, upo ufungulivu wa jumla dhidi yao magonjwa katika jina la Yesu. Laana zote zilizotamkiwa kwa jina la Yesu Kristo, zipo baraka za Bwana zinashuka, ipo neema ya Kristo inashuka, ipo damu ya Yesu Kristo inayonena mema hata sasa katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mgonjwa, pokea uponyaji, guswa na Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Ghost, thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Asante Bwana, 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 asante Bwana. Hiyo mikono inaguswa, asante Bwana, mikono inaguswa, asante Bwana, miguu inaguswa katika jina la Yesu, tumbo linaguswa katika jina la Yesu, vizazi vinaguswa katika jina la Yesu, macho yanaguswa, ufahamu unaguswa, akili zinaguswa kwa jina la Yesu, uchumi unaguswa kwa jina la Yesu, biashara zinaguswa kwa jina la Yesu, ndoa zinaguswa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, familia zinaguswa, watoto wanaguswa kwa jina la Yesu, mume anaguswa kwa jina la Yesu, mke anaguswa kwa jina la Yesu, wakubwa kwa wadogo wanaguswa. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu aliye hai. Natangaza, natangaza, natangaza uhai na uzima juu ya mkombozi huu wa familia, ni katika jina la Yesu aliye hai. Hata sasa Bwana, ninarudisha utukufu na shukrani kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Ukisikia hali ya kuendelea kuomba ndani yako, ukisikia kuna nguvu fulani imeshika maisha yako, endelea tu kuomba, endelea kuomba. Kama kuna nguvu imeshuka juu yako, endelea kuomba, na jambo lolote Roho Mtakatifu atakuelekeza kuliombea, kuliingiza kwenye maombi, liombe kwa kutumia andiko, liombe kwa kutumia andiko katika jina la Yesu. Yusufu aliwasamehe ndugu zake wote ili familia ipokee baraka, ili familia isaidiwe. Alikubali kuwasamehe ndugu zake wote, hakubaki na kinyongo na mtu yeyote, ili baraka ya familia iweze kuingia, ili wokovu wa Mungu uingie kwenye familia. Jambo lolote Roho Bwana atasema na wewe, endelea kuliombea katika jina la Yesu aliye hai. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Yamkini katikati ya maombi haya kuna mambo yamekutokea. Kuna ufungulivu umeonekana kwako. Kuna jambo limefanyika katikati ya maombezi haya. Nami ninatamani sana uweze kushare pamoja na sisi. Hebu shuhudia, tuambie ni jambo gani ambalo limefanyika, ambalo limekutokea katikati ya maombi haya. Namba zetu za mawasiliano ni hizi: alama ya kujumuisha 2778624371. Hebu tuambie ni kitu gani kimekutokea, ni jambo gani umelipokea kutoka kwa Bwana, ni kipi kimetokea kwako katikati ya maombi haya, na ni jambo gani umejifunza katika ibada ya leo. Hebu tuambie. Lakini pia wale ambao tayari unajua kwamba haujaachilia sadaka yako kwa ajili ya ratiba hii, hakikisha kwamba sadaka yako unaiachilia kwa wakati kwa kuwasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano. Mungu akubariki sana unapofanya hivyo. Na jambo lingine ni kwamba endelea kuomba, bado tunaendelea kesho. Hakikisha unaendelea kulitia jina la Bwana. Mungu akubariki. Na wapo wengine mtapokea neno la maarifa, wengine mtajulishwa mambo fulani, mtaona macho yenu yamefunguliwa. Kuna wengine kabisa macho yamefunguliwa. Kuna wengine mlikuwa mnaota ndoto lakini ni za hatari, zimebeba ujumbe kwenye maisha yenu na umekuwa mwenye kusahau. Lakini kuanzia sasa hali hiyo imekuachia, na Bwana ataenda kukufahamisha na hutasahau tena, na chochote ambacho Bwana atakufunulia na kukuonyesha kwa njia ndoto ama maono,
hakikisha kwamba unakishughulikia kwa wakati, na ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, wasiliana nasi kwa wakati sana. Namba zetu za mawasiliano bado ni zile. Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye haujaokoka lakini kwa namna moja ya kipekee maombi haya umeguswa nayo na unaona kwamba wewe ndiye unayezungumziwa hapo, wasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano, tukuelekeze ni kipi cha kufanya. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Bila kujali unatokea wapi, unaishi wapi, tunafikia watu wote duniani kwa njia hii ya mtandao, na bila kujali wewe unatokea dini ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha unawasiliana nasi na utapokea ushauri wa kiroho na maombezi, na Mungu akubariki sana. Yesu akutunze. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda zaidi, na uwe na wakati mzuri. Hii ni huduma ya maarifa na maombi. Kumbuka jambo moja, kaa uweponi mwa Bwana. Shalom.